Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto anasema uchaguzi haupaswi kuchukuliwa kama swala la uhai au kifo, kwa kuwa baada ya uchaguzi Wakenya huendelea kuishi pamoja kama taifa moja. Na msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Hawa ni wapande hii, hawa ni wapande ile, hawa hawafai, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hiyo ni siasa ya ujinga. Ama namna gani? Na ndio mimi nauliza viongozi wote. Hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Olkalao. Sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi. Tusiweke siasa, vitina, sarakasi, ukabila, chuki. Wananchi wakishaamua, sisi wote tunatembea pamoja. Aidha, amewataka viongozi kuachana na siasa za ukabila na kuelekeza nguvu katika maendeleo ya wananchi. Ruto amesema viongozi watapimwa kwa miradi ya maendeleo wanayotekeleza baada ya matamshi ya kisiasa, akiahidi kwamba serikali yake itaendelea kusambaza maendeleo kwa usawa bila ubaguzi. Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake wakati ukifika. Si ndio? Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake. Wananchi wako na akili, wanajua. Kila kiongozi lazima ukuwe na track record, lazima ukuwe na maono, lazima ukuwe na mpango, ndio tushirikiane sisi wote. Kauli hiyo inajiri huku matokeo ya uchaguzi mdogo wa Olkalao yakizidi kuibua mjadala wa kisiasa baada ya ushindani mkali kati ya chama tawala cha Rais William Ruto UDA na DCP cha Rigathi Gachagua. Mgombea wa DCP Sami Kamau Ngodho alitangazwa mshindi baada ya kupata kura 35,444 dhidi ya kura 5,450 za mgombea wa UDA Samuel Mushinanyaga. Kwa mjibu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, asilimia 57 ya wapiga kura walishiriki katika uchaguzi huo mdogo. Douglas Kamau Waweru of DCP 35,440. Matokeo hayo yakiibua hisia mseto za kisiasa nchini Kenya. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua akisema ushindi huo unaashiria mabadiliko ya kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Hata hivyo, amedai kwamba serikali ilitumia rasilimali za umma na vyombo vya usalama kushawishi matokeo ya uchaguzi. Hata hivyo, serikali haijatoa tamko lolote kuhusiana na madai ya Gachagua. Wewe Kasongo, nilikupatia onyo, nikakwambia usiguse mlima, nikakwambia usijaribu kugusa mlima, ukagusa mlima. Ona ile aibu umepata jana, na bado tunakungojea mwaka ujao, tunangoja wewe mwaka ujao. Mimi nikwambia William Ruto, mimi nilikuwa umetusumbua sana, lakini ile mambo umefanya jana, kuangaisha jamii yetu, kuangaisha Wakikuyu. Umetuma askari ya polisi hapa wameua kijana, umetuma askari ya polisi wameumiza vijana, umetuma askari ya polisi wamekamata akina mama kwa nguvu, wamenajisi akina mama 68. Mimi nikwambie Kasongo, wewe umetangaza vita na jamii ya Wakikuyu. Wewe nikwambie, mzungu mweupe alitangaza vita na jamii ya Wakikuyu, waliangaisha mzungu mpaka akarudi kwao. Gachagua pia ametaka uchunguzi ufanyike kuhusu vurugu zilizoripotiwa wakati wa uchaguzi huo, akionya kwamba changamoto hizo zisiposhughulikiwa zinaweza kuathiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.